lakini kwa sababu mkataba wa Jibril Sila ule wa kwanza au saini unaisha tarehe 30 ya mwezi wa 6, sisi hatuna pressure. Zaka za kazi. Pamoja na hayo yote, wewe ni mtu wa mitandao sana, bila shaka unaona kwenye mitandao ya kijamii na zungumzo wa Jibril Sila anaweza kajiunga na Yanga na amesaini Yanga, wengine wanathibitisha kabisa kwamba amesha saini Yanga. Kwa upande wako kama mchezaji wa Azam FC, unaipokeaje hiyo na umeonaje kwa wale ambao wanazungumza hayo? Kuna guarantee kesho, as long as sasa hivi yuko na sisi, yuko na sisi. Swala msimu ujao amekataa kubaki na sisi, anataka kuondoka. Alikuwa amesign extension tangu Julai 2023 alisaini mkataba, lakini hatukutangaza. Kufika mwezi Machi akasema anataka kuondoka. Kutoka kuondoka akaenda kulalamika, lakini akashindwa kesi kwa sababu mkataba ulikuwa kule mpya na akakubali mwenyewe akakiri. So kila mkataba extension huo unatangazwa, lakini kwa sababu mkataba wa Jibril Sila ule wa kwanza au saini unaisha tarehe 30 ya mwezi wa 6, sisi hatuna pressure. Naam, karibu sana. Hii ni Like Media. Kama ambavyo unaweza kufahamu, wanasema chochote chenye thamani kuna wakati thamani yake inatakiwa kuongezeka au kutafuta namna nyingine ya kuiboresha ile thamani, na ndio maana dhahabu kila siku thamani yake inapanda na inazidi kuwa na uhitaji mkubwa sana. Kikubwa ni kukaribisha sana kwenye Like Media uweze kufahamu mambo mengi ya kimichezo ambayo ulikuwa yafahamu. Naozungumzia sasa hivi ni kuhusiana na swala zima la mchezaji kutoka pale katika viunga vya Azam Complex pale Chamazi. Si mwingine Jibril Sila, mwamba ambaye aliwapasua Yanga, mwamba ambaye aliwapasua Simba. Manake timu zote za Kariakoo kazi pasua. Tuna mengi ya kuzungumza kuhusiana hicho, lakini kikubwa namtafuta Zaka za kazi kuweza kufahamu kuhusiana na mchezaji Jibril Sila, mchezaji kutoka Gambia ambaye mpaka sasa miongoni mwa wachezaji ambao na magoli mengi ndani ya Azam FC, akiwa na magoli 9 katupia kimiani, lakini taarifa zinasema kwamba huyu ni mwananchi mtupu kabisa. Wakati akiondoka Aziki, wakati pia ikisemekana kwamba Clement Mzize wakati wote inawezekana akaondoka ndani ya viunga vya wananchi pale Jangwani. Sasa replacement ya Mzize, Jibril Sila inaonekana anaweza kabisa kwenda kuziba nafasi pale. Nini ambacho kitatokea? Na tunamtafuta hapa Zaka za kazi, mkuu wa kitengo cha habari kutoka pale Azam FC, ili tuweze kuzungumza naye kutuambia kuhusiana na kinachoendelea pale Azam FC. Vipi mkataba? Pengine tunaweza tukasema anaenda Yanga, lakini pengine ametoka kusaini mkataba mpya na Azam FC. Jibril Sila, ina ukweli wowote? Huyu hapa Zaka za kazi tukizungumza naye. Zaka za kazi, habari ya muda huu? Salama, habari za studio Lugano? Safi, mambo yanakwendaje? Alhamdulillah. Bwana, nimekutafuta angalau tupate ukweli wa hiki kitu ambacho kinazungumzwa kwa sasa. Kwanza nitaka kufahamu kama Jibril Sila, vipi kuhusiana na mkataba ambao ilikuwa inasemekana kwamba alikuwa hajasaini mkataba mpya hapo Azam. Amesha saini mkataba mpya? Ilikuwa inasemekana na nani? Inasemekana, taarifa zinasema kwamba alikuwa mkataba wako uko ukingoni. Pengine utujulishe wewe kama mkuu wa kitengo cha habari hapo. Mimi Lugano, ningependa kitu kimoja, nyinyi waandishi mwe mnafunza kumbukumbu mwa bunifu. Ndio. Ili mwisho wa hivi vitu visiwachanganye. Mchezaji akisainiwa mkataba wake unatangazwa wa muda fulani, tunzeni ile ili ikifikia imekamilika kutangazwa, vitu vikiwa sawa sawa kutangazwa, wala hakuna haja ya kuspeculate kwenye hilo. Lakini Zaka za kazi, tumeona kuna baadhi ya wachezaji ambao mkiongezea mikataba inaonekana na mnyewe mna posti kabisa. Tunajua kabisa kwamba kuna mchezaji kaongezwa mkataba, na kwa Jibril Sila hajaonekana hivyo. Kwa nini hamjaweka wazi kama mlisaini naye? Niweka wazi kama tulisaini naye. Nimesema hapa alisaini miaka 2 na sisi. Hiyo miaka 2 inafisha sasa. Na hadi sasa hakuna chochote ambacho kimetangazwa. Kwa maana hajasaini mkataba mwingine mpya. Wewe hapo unakuwa umeelewaje nikisema hivi? Sasa pengine tufafanulie vizuri hapo Zaka za kazi. Ni kwamba hakuna cha kufafanua hapo, ni kwamba hadi sasa hakuna chochote. Unataka ufafanue nini hapo? Manake tetesi na uzungumzo kwamba kuna timu ambazo tayari ingia mazungumzo naye. Sasa unataka mimi nisemeje, nithibitishe mazungumzo? Cha kufahamu kwako ni kwamba pengine na mkataba
kwamba hizo taarifa labda sio za kweli. Tafadhali bwana Uganda, bwana tafadhali, nimetumia lugha nyepesi sana kwenye kuongea hapa. Ndio. Nadhani umeelewa. Kama wewe hujaelewa, wasikilizaji wako watakuwa wameshaelewa. Kwa hiyo mnampa baraka zote sasa aende akatafuta malisho sehemu nyingine kama Azam. Sikiliza. Ndio. Mkataba wake utakwisha tarehe 30 ya mwezi wa 6. Labda baada ya hapo ndio utasema hivi. As long as bado haujaisha rasmi, huyu bado wa kwetu na hatuwezi kutoa baraka sasa. Umeelewa? Kawaida ya mchezaji zaka za kazi. Sikiliza kwanza. Ndio. Haya maswali unauliza hapa, yawezekana angekuwa maswali mazuri sana ukiuliza kuanzia tarehe 1 mwezi wa 7. Lakini mchezaji wetu huyu bado wa kwetu. Ndio sisi tunataka gani? Tuna bado wa kwetu. Na hata kama kesha saini mkataba haujatangaza ni ya kwetu, yani unafahamu haya mambo ya wachezaji. Hata mchezaji ambaye unaye anaweza kama amesaini mkataba tangu mwaka jana wa extension, na tutangazi, kwa sababu sio kila mchezaji sisi wao tunatangaza mikataba. Kuna wengine wao tutangazi. Na hata msimu uliopita wakati Prince Dube amekataa kubaki na sisi, anataka kuondoka, alikuwa amesaini extension tangu Julai 2023 alisaini mkataba, lakini hatukutangaza. Kufika mwezi Machi akasema anataka kuondoka. Akaenda kulalamika, lakini akashindwa kesi kwa sababu mkataba ulikuwepo kule mpya na akakubali mwenyewe akakiri. So kila mkataba extension huo unatangazwa. Lakini kwa sababu mkataba wa Jibilisila ule wa kwanza au saini unaisha tarehe 30 ya mwezi wa 6, sisi hatuna pressure. Bado kwetu tuko naye na tunafurahi naye. Lakini vipi mko katika mazungumzo ya kuongeza mkataba mwingine? Hatujawahi kutangaza mazungumzo na mchezaji yoyote. Kwa swala la mazungumzo sio swala la kutangaza. Sisi watu tunatangaza ili ikikamilika. Ndio tunasema tumesaini, tumeongeza mkataba, kama mchezaji mpya tutambulisha, ni baada ya dili kukamilika. Huwa hatusemi chochote kabla dili imekamilika. Sawa, zaka za kazi pamoja na hayo yote, wewe ni mtu wa mitandao sana. Bila shaka unaona kwenye mitandao ya kijamii nazungumzo wa Jibilisila anaweza kajiunga na Yanga na amesaini Yanga. Wengine wanathibitisha kabisa kwamba amesha saini Yanga. Kwa upande wako kama mchezaji wa Azam FC, unaipokeaje hiyo na umeonaje kwa wale ambao wanazungumza hayo? Nyinyi watangazaji wa radio, watangazaji wa TV, mainstream TV na hata online TV, waandishi wa habari wa magazeti na watu wote wa udafu, hizo ni sehemu, ni fursa zenu za kupata riziki. Sasa mimi nitaanza kushindana na nyinyi kwenye riziki kweli jamani? Hamwezi kushindana. Mimi nikwambia kitu kimoja. Dirisha la usajili lililopita. Ndio. Alizungumzwa sana Adolf Bitegeko. Na watu walisema hivyo, wakasaini, wakatoka popo kasaini. Baadaye wengine wakaanza kusema huyu kasaini lakini Januari lazima ataondoka. Yanga watafungua kesi. Imepita mpaka sasa hivi iko na sisi. Sasa sisi tuanze kushindana na mitandao itakuwa sio sawa sawa. Yaani kuanza kushindana na mitandao. Kwa sababu iko mingi, watu wana bando yao tu wanaweka, tutakuwa tunapoteza mingi za bure tu. Kwa wakati mwingine unawaacha tu, waacha waendelee kusema basi utafanyaje? Kwa hiyo neno lako, mimi naamini sana katika hayo ambayo unazungumza. Tusemeje kwamba Jibilisila atabakia Azam msimu ujao? Masuala msimu ujao ya nini? Jibilisila yuko Azam sasa. Msimu ujao sisi hatujui mchezaji tutakuwa naye. Inawezekana hata wote waliopo kaondoka. Hatujui, yani hakuna ile guarantee kesho. As long as sasa hivi yuko na sisi, yuko na sisi. Swala la msimu ujao itajulikana wakati tunaanza pre-season. Tutakapoanza pre-season ndio tutajua nani tuko naye, nani hatuko naye. Lakini hao waliopo sasa, regardless na mkataba wa miaka 10 mbele, anaweza kaondoka tu. Mchezaji anayeuzwa ni mwenye mkataba, mchezaji anaondoka bure, mkataba wake umeisha, na hiyo haigarantii. Sio, unaelewa Uganda? Ndio. Mchezaji anaweza kuwa na mkataba na nyinyi wa miaka 6 mbele, lakini akaondoka. Nimetoka kuzungumza hapa, Prince Dube aliondoka, alisema anaondoka mwezi wa 3 mwaka 2024, mwezi wa 3. Julai iliyopita, yani Julai kasaini mkataba wa miaka 2 mbele. Julai, August, September, October, November, December, Januari, Februari, March, kasema anataka kuondoka.
Umeona hivyo? Ndio. Kwa hiyo huwezi kugarantii, mimi siwezi kusema hapa eti tutakuwa naye msimu ujao. Siwezi kusema hicho kitu hata kidogo, kwa sababu wachezaji wanaondoka, wasije wanafanya hivyo. Hiyo ndio maisha ya mpira ya kawaida, ila kwa sasa tuko naye. Lakini Zaka za kazi, wakati ukikanusha kipindi cha nyuma kuhusiana na Bitegeko, ushe kusema kwamba msimu ujao Bitegeko tutakuwa naye, na kweli kawa hivyo. Unapata kigugumizi vipi kwa Jibril Sila? Sikusema msimu ujao tutakuwa naye. Nilisema kwa sababu watu wa mitandao walisema atasaini Yanga. Nikasema atasaini Yanga akiwa anacheza Azam. Kwa sababu msimu umeshaanza. Hao watu walikuwa wanasema kwamba atakwenda Yanga dirisha dogo la Januari. Unaelewa? Ndio. Wakati huo msimu umeshaanza, yani wakati huo msimu umeshaanza. Kwa sababu Bitegeko alikuja kwetu Januari ya 2023. Ndio alisaini ya KMC Januari ya 2023. Julai maana yake sasa akatumikia nusu ya mkataba wake utaisha Januari ya 2024. Kwa ile Julai watu ndio wakaanza kusema kwamba kasaini Azam. Sasa kwa sababu kasaini Azam wanasema sio Julai. Ilikuwa tayari msimu mpya umeshaanza. Nikasema huyu kasaini Azam, lakini kasaini huko anakosema, lakini amecheza Azam kwa sababu msimu ndio umekuja kuanza na tuko pre-season wakati huo. Kwa hiyo hamna shida yoyote mimi kulikusema vile, kwa sababu nilikuwa naye kabili kwenye pre-season. Lakini haya mengine ya kusema sisi tuanze kujadili msimu hapa hujaanza, msimu huu haujakwisha, haitakuwa utabiri wa haya. Lakini unavyomuona, kwa sababu unajua uko karibu sana na wachezaji, unavyomuona Jibril Sila yuko tayari kubakia Azam ana matazamio mengine? Ndio. Mchezaji wa mpira yupo sehemu yoyote anapokuwa kwa ridhaa yake na kwa makubaliano ya mkataba. Kama ridhaa yake haipo, hata kama makubaliano ya mkataba yapo, anaweza kaondoka. Nikatalia nataka mseme nyinyi ambacho mmekiona wote wakati anacheza mechi yetu ya mwisho. Tumecheza mechi ya mwisho hapa na Dodoma Jiji tukishinda 4. Nyinyi mlipoona ile mechi mlikuwa akacheza, mlimwonaje? Alicheza vizuri. Sura yake inaonyesha ni mtu ambaye anakosa furaha au kutafsiri sura wewe. Inawezekana nataka kuenda kutafuta changamoto nyingine, na alijitahidi kuonyesha kwamba nikienda sehemu nyingine ndio akafanya kama hivi, ndio maana alicheza vizuri pia. Unaona sasa tayari inawezekana yuko mbele. Kwa hiyo hata nikisema chochote inawezekana. Kwa hiyo mimi naliacha kwenu mimi ndugu wa pembuzi ya Kilifu, mnaweza mkawa na majibu zaidi, lakini hadi tarehe 30 mwezi wa 6 ni mchezaji wangu. Basi Zaka za kazi, mimi nikushukuru sana. Asante sana. Asante sana kaka. Naam, nilikuwa nazungumza na Zaka za kazi, mkuu wa kitengo cha habari kutoka pale Azam FC, tukizungumza kuhusiana na swala ambalo tunazungumza sasa hivi kuhusiana na mchezaji Jibril Sila, raia kutoka pale Gambia, mchezaji wa timu ya taifa ya Gambia ambaye katika msimu wa 2023 akajiunga na klabu ya Azam FC na akafanya vizuri. Mara baada ya kujiunga akafunga magoli 6, lakini mara baada ya hapo msimu wa 2024-25 akiwa ndani ya mkataba wa Azam FC mpaka sasa ana magoli 9 ambayo kayaweka kimiani, licha ya kwamba kuna baadhi ya mechi hajacheza, lakini bado kaonyesha umwamba kweli kweli. Lakini pia jambo lingine kutokana na mchezaji huyo, kwa maana Jibril Sila kawafunga Simba na Yanga, kwa maana timu zote za Kariakoo kazipasua, ndiye ambaye tunamzungumzia hapa. Taarifa ambazo zinasemekana kwa maana kujiunga ndani ya wananchi Yanga Sports Club kutoka pale katika viunga vya Azam Complex pale Chamazi. Nini ambacho kinatokea? Tumesikia mengi ambayo kazungumza mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano kutoka pale Azam FC, na mzungumzia Zaka za kazi, akitadabaisha juu ya yale mengi ambayo amezungumza. Mengine ni kujitetea tu, lakini picha ya moja kwa moja ni kwamba Jibril Sila hajasaini mkataba wa kuongeza kuitumikia klabu ya Azam FC, lakini pia bado chochote
hakijawezekana kufanyika, manake angethibitisha kwamba ni mchezaji wa Azam mpaka dakika hii, lakini kikubwa ametuambia mpaka tarehe 30 ya mwezi wa 6 atakuwa ana neno la kuzungumza kuhusiana na Djibril Sila. Unalipi la kusema kuhusiana hilo? Mimi naitwa Lugano Israel. Asante sana kwa wale ambao umechagua Like Media. Asante sana kwa ambao umesubscribe. Lakini kama huja subscribe channel hii, basi ingia moja kwa moja subscribe, comment na kulike, uwe miongoni mwa watu ambao wanaifuatilia kabisa Like Media. Mpaka wakati mwingine. Ciao.